Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kama tulivyosema mwanzoni mwa misa hii, na kama tunavyofahamu, leo tunafanya sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo, au wengine kama tulivyosema wanaita Corpus Christi. Sio Corpus Christo bali ni Corpus Christi. Hicho ndicho Kilatini kilicho kizuri. Tumesikia katika somo la kwanza wana wa Israeli walipokuwa wanasafiri jangwani wakitokea Misri na kuelekea nchi ya ahadi, yaani Israeli. Walimtegemea Mungu na akawapatia chakula kilichoitwa mana, au Wahaya wanaita manu. Na chakula hicho kiliwawezesha kufika mwisho wa safari yao katika nchi ya ahadi. Chakula hicho kama tulivyosikia kiliwafanya wastahimili mazingira ya jangwani. Wengi wenu nina imani mnajua mazingira ya jangwa, au kwa kusoma au kwa kusikia. Mazingira ya jangwa sio rafiki. Huwa mchana kuna joto kali kiasi cha nyuzi Celsius 40, na usiku joto upungua, sehemu nyingine ufikia hata nyuzi joto 5, kutoka 1 mpaka 5. Pia watu wanaoishi kwenye jangwa, hali wanayoifahamu ni kwamba huwa hali ya hewa inabadilika mara kwa mara kwa sababu ya upepo. Kuna mrundikano wa mchanga ambao husababisha hata barabara zilizomo zifunikwe, maana huwa vinajitokeza vitu kama milima kwa sababu ya upepo huo, ambavyo nadhani wale waliosoma jiografia wanafahamu kwamba hivyo huwa vinaitwa barakans, na sehemu nyingine huwa vinaitwa sand dunes. Na hivyo huleta athari mbaya kwa wasafiri na wakazi wa jangwani, na wakati mwingine watu wanaosafiri hupotea. Pamoja na hivyo, watu hawapati maji ya kunywa kwa urahisi kama tulivyosikia kwenye somo la kwanza. Kuna sehemu chache katika jangwa ambazo huwa zina maji, na hizo huwa zinaitwa oases. Tumesikia wana wa Israeli walikabiliana na hali hiyo, na zaidi walikabiliana na njaa, nyoka za moto na nge, na hawakuwa na maji ya kunywa. Hata hivyo, kama tulivyosikia, Mwenyezi Mungu hakuwasahau. Aliwatunza wana wa Israeli kwa kuwapatia maji na chakula tulichokiita mana au manu kwa Wahaya. Kwa kupitia chakula hiki cha mana, wana wa Israeli waliweza kusafiri salama mpaka kufika katika nchi ya ahadi. Wapendwa, kama tunavyojua, nasi nyakati zetu tunasafiri kuelekea Yerusalemu ya mbinguni. Dunia hii tunaweza tukailinganisha na jangwa, na kwa bahati nzuri Bwana wetu Yesu Kristo atupatii mana, bali mana yetu ni Ekaristi Takatifu. Nasi tunavyosafiri kuelekea mbinguni tunakumbana na changamoto za kila siku. Huenda maelewano mabaya na wenzetu, huenda wakati mwingine chuki,
ugumu wa maisha, kukosa kazi, migogoro kazini na familia, kukosa kipato cha kujikimu katika maisha yako, kujiona unaloligusa au fanikiwi. Wengine wanapambana na masomo kama wanafunzi wetu hawa. Wengine unapambana na udhaifu wako, ungependa kufisha vilema vyako, lakini unapambana na hujafanikiwa. Pengine kuna chuki kutoka kwa watu wengine, kutoelewana katika familia, au uelewani na watoto wako, au uelewani na mwenza wako wa ndoa. Huenda hata linalokusikitisha sana, watoto wako uliotegemea wafanikiwe hawajafanikiwa kadiri ya matarajio yako. Wapendwa, katika hali ya namna hiyo, tunaweza tukalinganisha hali ya namna hiyo na hali ya jangwa ambayo tumeisikia katika somo la kwanza. Lakini nguvu pekee ya kutuimarisha ni Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye amebaki nasi katika sakramenti ya Ekaristi. Ekaristi, kama tulivyosema, ni chemichemi na hazina ya maisha yetu ya kiroho katika kanisa. Na huyo Bwana wetu Yesu Kristo ndiye anayetuambia na kutuita kwamba njoni kwangu nyinyi msumbukao na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Hayo tunayasoma kutoka katika Injili ya Mathayo sura ya 11 aya ya 28. Katika sakramenti ya Ekaristi tunakutana na Yesu Kristo anayetusubiri, ambaye yuko tayari kujitoa kwa kila mmoja wetu, anayekwenda kuomba baraka, kuomba msaada na kutaka aimarishwe, hasa apewe fadhila muhimu. Kama unakwenda kwake, uwezi ukatoka mikono mitupu. Mtakatifu Tomaso wa Aquinas na Baba Mtakatifu Paulo wa Sita wanasema kanisa la ulimwengu wanalo hitaji kubwa la ibada ya Ekaristi. Yesu anatungoja katika sakramenti hii ya mapendo. Tusiache kutumia wakati kwa ajili ya kwenda kukutana naye katika kuabudu, katika tafakari iliyojaa imani na iliyo wazi, kwa kufidia makosa makubwa na maovu ya ulimwengu. Kuabudu kwetu kusikome kabisa. Hao mababa wa kanisa wanatupatia wosia huo, kuabudu kwetu kusikome. Je, wewe huwa unakuja kuabudu? Ninafurahi mimi ninapokwenda kuabudu kwenye Ekaristi Takatifu, hasa upandeni mwa kanisa. Huwa nawaona baadhi yenu mkija, vijana kwa watoto, mnakuja. Hapo ndipo njia yenyewe, haujapotea. Na nawatia moyo wale wengine ambao hawapati nafasi au hawajawahi kudiriki kufika pale. Fikeni pale, uende uonje, na wewe utaona Mwenyezi Mungu atakayokutendea. Wapendwa katika Bwana, kama tulivyosema hapo juu, tunakutana na Bwana wetu Yesu Kristo katika sakramenti ya Ekaristi. Katekisimu yetu ya Kanisa Katoliki ukurasa 317 mpaka 335 inazungumzia maana ya Ekaristi na umuhimu wake katika maisha yetu ya kiroho na kimwili.
Katekisimu ya Kanisa Katoliki inatuambia kuwa sakramenti ya Ekaristi ni sakramenti ya mwili na damu ya Kristo, Mungu mtu katika maumbo ya mkate na divai. Pia katekisimu ya Kanisa Katoliki inatufundisha kuwa Mwokozi wetu katika karamu ya mwisho, usiku alipotolewa, aliweka sadaka ya Ekaristi ya mwili wake na damu yake. Alifanya hivyo ili kuendeleza sadaka ya msalaba siku zote mpaka atakaporudi, kusudi amuachie bibi harusi mpendwa, yaani kanisa. Kadiri ya lugha ya kikanisa, kanisa huwa anaitwa bibi harusi. Hivyo amemwachia ukumbusho wa kifo chake na ufufuko wake kwa njia ya sakramenti ya Ekaristi. Hivyo Ekaristi, kama tulivyosema mwanzoni mwa misa takatifu, hivyo Ekaristi ni chemichemi na kilele cha maisha yote ya Kikristo. Sakramenti nyingine kama zilivyo pia huduma zote za kanisa na kazi za utume zaungana na Ekaristi na zinaelekezwa kwake, yaani kwa sakramenti ya Ekaristi. Ndani ya Ekaristi takatifu kuna kila hazina ya kiroho ya kikanisa. Kuna kila hazina, kama nilivyotangulia kusema mwanzoni. Ndiyo hazina kubwa tulionayo katika kanisa. Ukitaka kila kitu kizuri cha maisha ya Kikristo unakipata kwenye hazina hiyo. Yawe mafundisho, uwe na mahangaiko kama wana wa Israeli walivyokuwa wanahangaika huko jangwani, ukija kwenye Ekaristi takatifu unaimarishwa. Uwe unachukiwa, uwe unabugudhiwa, uwe hauna kazi, anzia kwake, msalimie, na yeye muumbaji wa kazi zote hata kosa kukupatia kazi unayohitaji, hata kosa kukuondolea mahangaiko, hata kosa kukuweza kukuunda upya. Wapendwa, Ekaristi takatifu ndiyo ishara thabiti na sababu ya hali ya juu kabisa ya ushirika katika uzima wa kimungu na umoja ule wa taifa la Mungu ambao unalifanya kanisa liwepo. Ekaristi ni kilele cha tendo la Mungu la kutakatifuza ulimwengu katika Kristo. Tunatakatifuzwa pale tunapokuja hapa, tunatakatifuzwa, na ni kilele cha kumwabudu Mungu wa Kristo wanachoweza wakafanya kwa kupitia Ekaristi takatifu. Tunamwabudu Mungu, na ndiyo maana siku ya leo tutatoka nje kumtangaza huyu Kristo kwamba huyu ndiye Bwana wetu. Ekaristi takatifu ndiyo kilele na hazina ya chemichemi ya maisha yetu. Tutamtangaza kwa wote walioko hapa Bukoba, tutatangaza imani yetu kwa ulimwengu mzima, tutatangaza imani kwa wale ambao wanamwabudu na wale ambao hawamwamini, kwamba sisi wa Kristo huyu ndiye Bwana wetu. Na yeye anasema hatakaye mtangaza, hatakaye mkiri mbele ya watu wote, na Bwana hatamwacha. Atakuja yeye na Baba yake na Roho Mtakatifu waweze kukaa kwake. Kwa hiyo sisi tunaomtangaza siku ya leo, hayo ndiyo mojawapo tunayoyatarajia kuyapata.
Wapendwa, tunaona ishara ya mkate na divai katika adhimisho la Ekaristi kama tutakavyofanya leo, ambavyo kwa maneno ya Kristo na kwa kumuita Roho Mtakatifu ugeuka kuwa mwili wake. Wapendwa, tunayo baadhi ya matunda machache ambayo tutayataja, ambayo tunayapata kutoka katika Injili ya leo, na ambayo mara kwa mara tunapopokea Ekaristi Takatifu tunapata matunda hayo. Tunda la kwanza, Ekaristi Takatifu ukuza muungano wetu na Kristo. Tunda msingi la kupokea komunyo takatifu ni umoja wa ndani na Kristo mwenyewe. Bwana mwenyewe anatuambia, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ukaa ndani yangu nami ukaa ndani yake. Hayo tunayasoma kutoka katika Injili ya Yohane sura ya 6 aya ya 56. Uzima wa Kristo ndani yetu una msingi wake katika karamu ya Ekaristi. Na yeye ametuambia, kama Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Kwa hiyo unapompokea unakuwa hai, unakuwa umeunganishwa na Kristo, unakuwa umeongezewa fadhila za Kikristo. Sasa ndugu yangu, wewe mwenye uchumba sugu, wewe ambayo hutaki kupokea sakramenti ya Ekaristi, hau unakuja kupokea kama chakula cha kawaida, ukumbuki kujisafisha, unaona kwamba unakosa matunda hayo ya Ekaristi. Wapendwa, tunapopokea Ekaristi Takatifu tunaunganishwa na Kristo na kupata uwezo wa kukua kiroho, kuzaa matunda. Na yeye mwenyewe ametuambia kwa maneno yake, akaaye ndani yangu nami nikiwa ndani yake, huyo uzaa matunda mengi, maana bila mimi hamwezi kufanya chochote. Hayo tunayasoma kutoka katika Injili ya Yohane sura ya 15 aya ya 5. Pia ndugu zangu, tunapopokea Ekaristi Takatifu tunakuwa wamoja na Kristo. Na hapa Mtume Paulo anatuambia, basi ninyi nyote ni mwili wa Kristo, kila mmoja wenu ni kiungo cha mwili huo. Hayo tunayasoma katika barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 12 aya ya 27. Kwa hiyo tunakuwa kiungo kimoja na Kristo na tunaunganishwa na Ekaristi Takatifu na watu wengine. Wapendwa, tunda la pili, Ekaristi Takatifu yatutenga na dhambi. Mwili wa Kristo tunapoupokea katika komunyo takatifu utolewa kwa ajili yetu, na damu tunayokunywa tunaunganishwa na Kristo. Naye anatuambia damu inamwagika kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Hayo tunayasikia katika konsekrasio mara kwa mara. Damu inamwagika kwa maondoleo ya dhambi. Hivyo Ekaristi Takatifu inatuosha na dhambi za zamani, na Mtakatifu Ambrose anasema, kila tunapoipokea komunyo twatangaza mauti ya Bwana. Kama tunatangaza ondoleo la dhambi, basi
tujue kwamba tunapotangaza ondoleo la dhambi na dhambi zetu zinaondolewa. Kama kila mara damu yake inapomwagika umwagika kwa maondoleo ya dhambi, na paswa basi siku zote kuipokea kusudi siku zote iniondolee dhambi zangu. Mimi nitendaye dhambi kila siku ninakuwa nimepata dawa. Tumesikia inaondoa dhambi za zamani na kufuta. Lakini niwakumbushe kwamba Ekaristi Takatifu sio sakramenti inayoondoa dhambi, inaondoa yale mabaki ya dhambi, inaondoa dhambi zile ndogo na kuondoa makovu ya dhambi. Kwa hiyo usije ukapokea Ekaristi Takatifu kama wengine wanavyosema wakashindwa kupokea sakramenti ya upatanisho. Kwa hiyo hii inaondoa makovu na dhambi ndogo ndogo. Wapendwa, kwa hiyo tuje kwake Bwana wetu Yesu Kristo kupokea sakramenti ya Ekaristi. Tunda la tatu, Ekaristi Takatifu urudisha nguvu zilizopotea. Kama vile chakula cha kawaida urudishia nguvu za mwili mtu anapokuwa na njaa, vivyo hivyo Ekaristi Takatifu uimarisha nguvu za kiroho na mapendo ambayo katika maisha ya kila siku huwa yanaelekea kudhoofika. Ekaristi Takatifu uendelea kuzidisha maisha ya mapendo ndani mwetu. Tusipompokea mara kwa mara tunakosa upendo wa kweli. Tusipompokea mara kwa mara au tukimpokea tuna dhambi kubwa, tujue kwamba hatutakuwa na upendo wa kweli. Namba 4, Ekaristi Takatifu inatukinga tusitende dhambi za mauti. Kadiri tunavyoshiriki uzima wa Kristo na kadiri tunavyoendelea katika urafiki naye, ndivyo yeye anavyotupatia nguvu ya kujitenga na dhambi ya mauti. Ndivyo tunapata nguvu ya kujitenga na dhambi ya mauti. Sasa hayo yanatokeaje? Unapotaka kutenda dhambi na ukakatazwa kabisa, hiyo ni kazi ya sakramenti ya Ekaristi. Mungu anasema usiingie katika dhambi hizi. Hiyo nguvu tunaipata kutoka katika sakramenti ya Ekaristi. Namba 5, sakramenti ya Ekaristi inaunda kanisa. Tumekuja hapa kusali. Wale wanaojua maandiko wanajua kwamba hili ni kanisa. Na tunapokuja hapa tumekuja hapa kuadhimisha sakramenti ya Ekaristi. Kwa hiyo tayari mnaona muundo wa kanisa unakuwepo kwa kupitia maadhimisho haya ya sakramenti ya Ekaristi. Kwa hiyo wanaopokea Ekaristi Takatifu unganishwa ndani sana na Kristo, na kwa njia yake Kristo uwaunganisha hawa wawe waamini wote katika mwili mmoja, nani ndilo kanisa. Kumnyo ufanya upya, uimarisha na kuzamisha kuingizwa uko katika kanisa, ambako kulikwisha patikana tayari kwa ubatizo. Kwa njia ya sakramenti ya ubatizo tuliingizwa katika kanisa, lakini
lile sakramenti hii ya Ekaristi inaendelea kutuimarisha tukae ndani ya kanisa na tuendelee kuwa wamoja ndani ya kanisa na tuendelee kuwa wamoja. Na ndiyo maana tumesikia katika somo la pili limetuambia kikombe kile tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tumegao, si ushirika na mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate. Hayo yametoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 10 aya ya 16 mpaka ya 17. Hivyo tunaunganishwa tunapompokea Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaunganishwa Wakristo wa hapa walioko hapa na Wakristo wa sehemu nyingine kwa kupitia kupokea Ekaristi takatifu. Namba 6, Ekaristi ya takatifu yatufanya tujitoe mwanga kwa maskini. Ili kupokea katika kweli mwili wa Kristo na damu ya Kristo iliyotolewa kwa ajili yetu, lazima kutamani Kristo ndani ya ndugu zetu waliofukara. Mtakatifu Yohane Chrysostom anasema, umeonja damu ya Bwana na bado utambui ndugu yako maskini. Tunapopokea sakramenti ya Ekaristi, tunapoonja sakramenti ya Ekaristi, itukumbushe kuwahudumia wale ambao hawajiwezi, na tusiwanyang'anye wale ambao hawajiwezi. Lakini huluka iliyoko sasa hivi, unakuta yule aliyenacho anataka kuendelea kumnyang'anya yule ambaye ana, na maskini zaidi hao wanaendelea kuwa maskini wa kutupwa. Na miongoni mwetu wanaonyang'anya ni Wakatoliki, Wakristo wenzetu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunakumbushwa tunapopokea Ekaristi takatifu inabidi tuwe makini. Inabidi tuwahudumie wale ambao ni maskini. Na zaidi inakuwa mbaya tunapokuwa Wakristo tukawanyang'anya misaada ambayo au mali ambazo zinakuja, na sisi tukajineemesha tukajenga nyumba nzuri, alafu tunasema sisi ni Wakristo. Takatifu Yohane Chrysostom anasema, unaifedhesha meza hii usipokuwa muaminifu. Tunaifedhesha meza ya Bwana na tunamfedhesha Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo ndugu zangu, nawaomba tutafakari hilo siku ya leo tunapoadhimisha sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wapendwa, Ekaristi takatifu ni umoja wa Wakristo. Mbele ya ukuu wa fumbo hili, Mtakatifu Agustino anatoa kilio akisema, sakramenti ya uchaji, ishara ya umoja, kifungo cha upendo. Ndugu zangu, hili linabakia ni deni sisi kwetu na deni kwa kanisa Katoliki. Bado hatujamaliza makovu ya utengano.
bado kuna makanisa mengi, na huenda tunapotoka hapa wengine tunao utengano wa aina mbalimbali katika familia, katika sehemu zetu za kazi. Tunao utengano katika kutumikia. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapomwabudu Bwana wetu Yesu Kristo na kumtangaza sehemu mbalimbali, tumuombe atuondolee makovu hayo. Tuseme kwamba Bwana wetu Yesu Kristo, unaona udhaifu tulionao kama kanisa, unaona udhaifu tulionao kama familia, unaona udhaifu nilionao kama mimi binafsi. Nisaidie niweze kuwa na umoja, niweze kuwatambua kwamba hawa ni ndugu zangu, niweze kuwaona kwamba hawa ni sura yako. Maana tunaambiwa na tunafundishwa katika kitabu cha Mwanzo alituambia tumuumbe mtu kwa mfano wetu sisi. Kwa hiyo tumeumbwa kwa sura ya Mwenyezi Mungu. Tumuombe Bwana wetu Yesu Kristo, huyu ambaye tunawakilisha sura yake, tuweze kila mara kuona kwa wengine sura yake. Tumuombe Bwana wetu Yesu Kristo atusaidie, hatupatie neema tunazohitaji, na tumsifu Yesu Kristo.